Yesu wewe ndiye msaada, Bwana Yesu wewe ndiye msaada, msaada wakati wote. Matendo ya Mitume, kama umefika sema amina nisome. Okay, sura ya 16. Nitaanzia mstari wa 23. Anasema hivi: walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakaamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. 24. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. 25. Lakini, imsema lakini, hapo ndio pointi yangu. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla, sema ghafla, palikuwa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Naitwa mwinjilisti na mchungaji Musa Sheka kutoka Tabora. Ni mchungaji wa kanisa la TAG. Niliokoka mwaka 2003. Wakati naokoka nilikuwa kwenye maisha magumu sana. Mimi nimeokoka nikiwa nakaa kilabuni, vilabu vya pombe hivi. Ndio nilihamia kabisa, nikaweka makao huko. Wakati naokoka baba yake mzazi na mchungaji na huyu kijana pia kinanda hapa, Miki, ndio aliyenichukua akaniombea nikae kwa mtu. Kipindi kile huyu kijana akiwa anajifunza kutembea, nimekaa kwa mtu, sina pa kukaa. Wakati huo sasa maisha ya wokovu yakaanza. Mama yangu aliposikia, mimi ni mtu wa Singida, kwamba nimeokoka, nimekaa kilabuni miaka 2 hawanitafuti. Waliposikia nimeokoka walikuja kunitafuta na kunifokea, kuniambia kwamba umebadilisha dini, umejiunga na dini mpya ya kulialia. Mama akaniambia hivi, nimekuzaa sijakuzaa? Nikamjibu umenizaa. Akaniambia hii dini ya kulialia umejiunga nayo au nimesikia vibaya? Nikamjibu hujasikia vibaya, nimejiunga nayo, na kadiri mnavyonisemesha nitaanza kulia sasa hivi. Tokea mwenzako mwambie uwe na msimamo. Unajua askofu, kuna washirika yani hawana msimamo. Akasema hivi, kuanzia leo kwenye kitabu daftari la matambiko tunakutoa. Nikasema afadhali mnipunguzie matatizo. Watu hawataelewa mwanzo wako, wataelewa mwisho wako. Leo hii nimekuwa password ya familia. Wakati naokoka wapendwa, nimejifunza kwenye maisha ya wokovu kuna nyakati ngumu na nyakati nyepesi. Hizo zipo kwenye maisha. Nyakati zote hizi hakikisha Mungu hujamwacha hata sekunde moja. Iwe nyakati nyepesi, iwe nyakati ngumu, iwe nyakati ya furaha, hakikisha Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu wewe ndiye msaada, Bwana Yesu wewe ndiye msaada, msaada wakati wote.